Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Tusalimiane kwa kupungiana mkono namna hii. Amen. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Amina. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo ambayo nimepata nafasi ya kusimama mbele za watakatifu wake na kutumika kama chombo kuleta ujumbe kwa watakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki wewe ambaye pia umepata nafasi. Mshukuru Bishop, nishukuru uongozi wa kanisa kwa nafasi hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikukaribishe katika darasa hili. Kipindi hiki ni siku ya Jumatano, ni siku ambayo tunakutana hapa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Hili ni darasa ambalo tunapata nafasi ya kuuliza maswali, ya kujadiliana, ya kutiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hili ni darasa huru kabisa. Kwa hiyo nikukaribishe, karibu wewe ambaye umefika mahali hapa, lakini karibu pia ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunakukaribisha na wewe pia unaruhusiwa kuuliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili tujue kwamba kweli unatufuatilia, basi tunapofika wakati wa kuuliza maswali, uliza maswali hapo mahali ambapo hujaelewa au unataka kuchangia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mungu awabariki sana kanisa kwa ajili ya wiki ya Pentecoste. Amen. Hakika ilikuwa wiki ya baraka sana. Ilikuwa wiki ya ushindi sana. Amen. Ilikuwa wiki ambayo nimeshuhudia au tumeadhimisha Pentecoste nyingi. Imekuwa ni ya pekee sana. Amen. Kwangu na kwa kanisa pia. Kwa sababu Roho Mtakatifu alivyojidhihirisha, amejidhihirisha kwa namna tofauti kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumezoea yule Roho Mtakatifu anayekuja kujaza kwa pamoja, kila mmoja akawa katika uwepo mmoja, lakini Roho Mtakatifu kipindi hiki alikuwa Roho Mtakatifu tofauti sana. Amen. Alikuwa Roho Mtakatifu kutupeleka kila mmoja wetu kwenye majira yake. Amen. Kama kuna mtu aligundua hilo, kila mmoja wetu kwa namna yake, kwa jinsi yake, Amen, kwenye majira yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tumevuka viwango kabisa, yaani tumetoka viwango tukaingia viwango vingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi binafsi namshukuru Mungu. Amen. Hakika amenitoa katika majira ambayo yalikuwa ni majira nilikaa sana hapo, lakini wiki hii amenitoa. Amen. Majira ninayotembea sasa, namuomba Mungu nitembee katika majira hayo. Amen. Na naamini nitatembea hivyo kwa sababu ni kusudi lake. Amen. Sio mimi niliyotaka. Amen. Ni yeye aliona kwamba majira yamefika. Lakini hata kwa kanisa pia nimeona watu wametoka katika majira tofauti tofauti. Wamepelekwa kwenye viwango tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye umempokea Roho Mtakatifu, ni jukumu letu kumtunza. Roho Mtakatifu anahitaji matunzo. Amen. Roho Mtakatifu anahitaji matunzo. Anahitaji matunzo kwa utakatifu tu. Ndio maana inaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikukaribishe kwenye Jumatano ya kwanza kabisa baada ya siku ya Pentecoste. Sasa ni Jumatano ya kwanza kabisa. Yaani ni majira mapya. Kwangu ni majira mapya, sijui kwako. Lakini kwangu ni majira mapya na ni Jumatano mpya pia. Tutashirikishana somo linalosema ambalo lina kichwa cha somo kinachosema madhabahu. Madhabahu. Tutajifunza kuhusu madhabahu. Neno madhabahu. Madhabahu ni neno ambalo huwa linatamkwa sana. Tunalijua au tunaliongelea. Nenda madhabahuni. Tuko madhabahuni. Madhabahu yangu, madhabahu yetu. Lakini huenda ni neno ambalo limekuwa ni neno tunalolitamka tu, lakini hatujui maana yake. Hatujui kwa undani ni nini hiki kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini madhabahu ni kitu cha msingi sana kwa kila Mkristo. Madhabahu ni kitu cha msingi sana kwa kila Mkristo mwenye safari ya kuelekea mbinguni. Lazima ujue nini maana ya madhabahu. Lazima utambue madhabahu yako na madhabahu yako lazima ikutambue. Lazima utambue madhabahu yako na madhabahu yako lazima ikutambue. Yaani wewe uitambue, lakini na yenyewe ikutambue. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mwanadamu aliyezaliwa chini ya jua ana madhabahu. Kila mwanadamu ana madhabahu.
Haleluya. Madhabahu, ngoja tuone kwanza nini maana ya madhabahu. Tujue maana ya madhabahu ndo tuendelee. Madhabahu ni mahali patakatifu. Madhabahu ni mahali patakatifu ambapo Mungu anakutana na watakatifu wake. Mimi hiyo ndo tafsiri ambayo nimepewa wakati ninajiuliza au namuuliza Mungu, unataka nifundishe kwa habari ya madhabahu. Madhabahu ni nini? Nikaambiwa madhabahu ni mahali patakatifu ambapo Mungu anakutana na watakatifu wake. Madhabahu ni lazima iwe sehemu takatifu, na sehemu hiyo Mungu anakutana na watakatifu tu, ndio wanaohusika na mahali ya kukutana nao. Mahali hapo madhabahu ni mahali takatifu. Mkipachagua kwamba hapa tutafanya madhabahu ya kumtolea Mungu sadaka, pa kumtumikia Mungu, pa kumwadhimisha Mungu, hiyo sehemu inatakasika, inakuwa madhabahu, na mahali hapo watakaoenda kukutana na Mungu na kumsikia Mungu ni wale watakatifu tu. Madhabahu hainaga mchanganyo. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu hainaga mchanganyo. Madhabahu au mahali hapo mtakapopachagua kwamba hapa ni madhabahu ya Bwana, tutamtumikia Mungu hapa, tutaliitia jina la Bwana hapa, mkikosea, mkichafuka, hiyo madhabahu haitoi majibu. Hiyo madhabahu haisikii. Hata mkaita Mungu hasikii. Otherwise mukae mumchague aliye mtakatifu, aende akasikilize, halafu awaletee. Madhabahu inaweza ikanyamaza, ikakaa kimya, kwa sababu ni mahali patakatifu panaposikiliza watu watakatifu tu. Mungu anashuka mahali hapo kusema au kukutana na watakatifu waliokubaliana kukutana mahali hapo. Anashuka moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Katika madhabahu Mungu anashuka mahali hapo, walipokubaliana watakatifu kumuita Mungu mahali hapo, anashuka hapo ikiwapo ni watakatifu. Ukisoma kitabu cha Kutoka 3:1-5, kitabu cha Kutoka 3 sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 5, neno la Mungu linasema, basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka milima ya Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Mahali unaposimama ni nchi takatifu. Musa akageuka akaona kijiti. Kile kijiti kikawa kinawaka moto, lakini hakiteketei. Kwa ufahamu wa kawaida huwa tunaona hili jambo lilikuwa ni jambo la siku moja au la dakika moja, kwamba Musa alikuwa kwenye mzunguko yake tu, ghafla akaona kijiti. Alipoona kijiti akasema, mbona hiki kijiti hakiteketei? Hapana, hili jambo lilikuwa ni jambo la miaka, ni jambo la muda mrefu ambalo Mungu alikuwa analiandaa ili amwandae Musa kwa ajili ya kumtumia. Sasa alipoona kwamba muda umefika, ndio Musa wakati anapita akakiona kijiti.
Musa akasema nitageuka nione. Neno la kusema nitageuka nione, Mungu akamwita Musa kutoka katika kile kijiti. Mungu alitengeneza madhabahu takatifu kupitia kijiti ili atoe maagizo kwa Musa. Ndio maana akamwambia mahali hapo ni patakatifu. Kabla ya maagizo yoyote akamwambia vua viatu. Sio viatu hivi tunapovua pale mlangoni tukaingia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sio viatu hivi tunavyoviacha pale nje tukanawa miguu hata kama tumetoka nyumbani tumeoga. Mungu aliona dhamiri ya Musa haikuwa safi. Mungu alimuona Musa hakuwa mtakatifu. Haruhusiwi kukaribia madhabahu na kupokea maagizo. Lakini Mungu anataka kumtumia Musa. Aliposema nitageuka nitazame maono haya, Mungu akajua tayari kuna connection. Musa amenielewa. Musa nimekamata ufahamu wake. Ametambua nini kinachotaka kuendelea. Akamwambia Musa usisogee. Kwanza tengeneza. Yaani kwa kifupi alimwambia Musa tengeneza. Tubu. Omba msamaha, nyenyekea, achilia dhambi zako, halafu ndio usogee tuzungumze. Wao wakachukua kwamba tuvue viatu. Mpaka leo tunavua kuna tunaovua viatu, yaani kwamba ni viatu hivi tusiingie navyo mahali patakatifu. Mahali pale palikuwa patakatifu. Mungu alijenga, alitengeneza madhabahu kupitia kijiti kinachoteketea ili aweze kutoa maagizo kwa Musa. Ndio maana akamwambia usisogee, vua viatu. Musa akatengeneza, akasema alivyoambiwa wewe ni nani? Akasema mimi ni Mungu. Musa akaogopa. Anasema akainama, akaogopa kumtazama Mungu. Lakini maagizo Musa akapokea kutoka kwenye kijiti ambacho kinawaka lakini hakiteketei. Tafsiri yake ile ilikuwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi ndio maana nikatangulia kusema madhabahu haichangamani na uchafu. Madhabahu haichangamani na uchafu. Mungu anakubali madhabahu itengenezwe. Muitengeneze kwa namna yoyote ile ambapo ninyi mtapatana. Kwamba leo tumeamua hapa hii ndio madhabahu yetu. Tutamwabudu Mungu hapa. Tulipokubaliana Mungu akaweka tiki. Akasema hii ni nini? Ni madhabahu. Tutamwabudu Mungu hapa. Tutasikia maagizo kutoka kwake hapa. Mkipachafua Mungu anatoka. Mnabaki nyinyi na mahali penu. Hamtasikia neno lolote kutoka kwa Mungu. Hamtapokea maagizo yoyote kutoka kwa Mungu. Hamtaona nguvu ya Mungu yeyote ile. Hamtaona uwepo wa Mungu wowote ule. Kwa hiyo madhabahu kwanza tujue kwamba ni mahali patakatifu ambapo wanaruhusiwa kuingia watakatifu kupokea maagizo au kupeleka hoja na mawasiliano ya kawaida na Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukisoma vitabu vya Agano la Kale unaona kwamba walipokosea walienda madhabahuni wakachinja, wakatoa sadaka ya upatanisho madhabahuni. Hakuna sadaka pasipo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sadaka pasipo madhabahu. Lazima sadaka iambatane na madhabahu, kwa sababu sadaka inamtafuta Mungu. Unapotoa unamtafuta Mungu. Sasa Mungu hatuwezi kutoa tu mahali popote. Ndio maana tunapoenda hata katika ibada za makusanyiko tunapoenda mahali pale, tukifika hatuanzaji tutoe sadaka. Hapana. Tunatambulisha kwamba hapa kinachoendelea ni ibada kamili. Tumekuja hapa labda kwenye ibada ya wanawake au kumpa mtu faraja aliyepata matatizo, kupongeza na nini. Cha kwanza tukifika pale, kama mnafuatilia, tunasema hii ni ibada kamili. Tumuombe Mungu tufungue ibada hii. Ina maana pale tayari tunatengeneza connection, tunamruhusu Mungu kwamba leo tutakufanyia ibada mahali hapa. Kwa hiyo leo hii ndio madhabahu yetu. Tumuombe Mungu tufungue ibada hii. Baada hapo tutamuomba Mungu kwa kutupa neema ya kukanyaga pale. Baada hapo tutasifu, kama kutakuwa na kusifu, kutakuwa na neno. Mwishoni tutasema ibada yetu inakamilishwa na nini? Na sadaka. Kwa hiyo tutatoa sadaka kwa sababu tayari tulishatengeneza madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tulishatengeneza madhabahu. Kwa hiyo hakuna sadaka pasipo madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ujumla sasa, maana ya madhabahu.
Madhabahu ni mahali ambapo mtu au watu wamepatana kumwabudu Mungu. Mtu au watu wamepatana kumwabudu Mungu. Hata mtu mmoja anaweza akatengeneza madhabahu kwamba hapa ni mahali patakatifu, nitakuwa ninafanyia maombi yangu hapa. Nikitaka kuzungumza na Mungu, nitakuja eneo hili. Nyumbani kwako, nitakuja eneo hili. Lakini onyo, hilo eneo sio eneo la mzaha, ukilitambulisha kuwa madhabahu, sio eneo la mzaha. Ndio maana tunaonaga kwa watumishi tukifika kuna nyumba nyingi za watumishi huaga zina vyumba. Ukifika kwamba mimi nina maombi, sina mahali pa kuombea, atakwambia ingia hapo. Hakuingizi tu kwa watoto, hakwambii nenda kuombe sebuleni, hakuingizi kwa watoto. Ile ameitengeneza kuwa madhabahu, kwamba mahali pale hapana usumbufu, hapana machangamano, hapana mambo mengi. Ametengeneza sehemu special. Kwa hiyo mtu anaweza akatengeneza, familia inaweza ikatengeneza madhabahu kwamba chumba hiki tutakuwa tunamwabudu Mungu hapa, tutakuwa tunatoa sadaka hapa, tutakuwa tunafanya 1 2 3, tukiwa na maombi ya kifamilia, tukiwa na maombi yanayotuhusu sisi, ukiwa na maombi binafsi, nitakuwa ninakuja ninaomba hapa. Kwa hiyo kwa ujumla, madhabahu ni mahali ambapo mtu au watu wamepatana kumwabudu Mungu. Madhabahu hukamilishwa na vitu vitatu. Ili iitwe madhabahu, inakamilishwa na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni sadaka. Ndio maana nikatangulia kusema hakuna madhabahu pasipo sadaka. Kitu cha pili ni agano. Agano maana yake kukubaliana. Ile kukubaliana, hilo ni agano. Mimi na Mungu, sisi kanisa na Mungu, kwamba mahali hapa Mungu, sisi ndiyo mahali ambapo tutakuwa tunakufanyia ibada. Hii ndiyo madhabahu yetu. Ndio maana ya agano, sio agano lingine. Ni agano tu, kwamba makubaliano, mapatano kati ya wale watu na Mungu, kwamba mahali hapa ndio patakuwa madhabahu. Tutakutolea sadaka hapa, tutakuja kuuliza shida zetu hapa, tutakuja kupokea maelekezo hapa, tutakuja kulia hapa, tutakuja kufurahi hapa, tutafanya kila kitu kwa kutegemea mahali hapa. Agano. Lakini kitu cha tatu kinachokamilisha madhabahu ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna madhabahu pasipo ibada. Ibada maana yake ni makutaniko. Tayari kwenye madhabahu lazima pawe na makutaniko, pawe na watu wanaokutanika mahali pale kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada. Hiyo madhabahu ndiyo inavyokamilika. Madhabahu zimegawanyika katika sehemu kuu mbili tu. Sehemu kuu mbili madhabahu. Kuna madhabahu ya Mungu aliye hai, lakini kuna madhabahu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna madhabahu ya Mungu aliye hai, lakini kuna madhabahu ya shetani. Hii madhabahu ya shetani sasa nayo ndio imegawanyika. Wameigawanya. Unajua, na hii madhabahu ya shetani pia inakamilishwa na vitu hivyo. Madhabahu ya shetani inakamilishwa na sadaka, inakamilishwa na ibada inakamilishwa na agano. Unajua kwa nini inakamilishwa hivyo? Shetani kazi yake ni kukopi na kupesti. Kila anachokifanya shetani amekikopi kwa Mungu, kwa sababu